Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia wananchi Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea huko katika mahakama ya usuluhishi kasi, ambako kila kitu ambacho Young Africans wao wanakifanya kwa sasa ni kushinda michezo yao, lakini wakisubiri kuweza kusikia majibu ya kasi yatakuwa ni yapi juu ya tukio la Machi 8, 2025 ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans mchezo wao uliahirishwa kwa kitendo kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo klabu ya Simba waliweza kugomea kucheza mchezo huo, ambapo klabu ya soka ya Young Africans malalamiko yao waliyapeleka TPLB, lakini baadaye klabu ya Young Africans ikajibiwa kwamba hakuna cha alama tatu, mechi inarudiwa kama kawaida. Sasa Young Africans wakaona usiwatanie, wakaelekea katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Nazungumzia kasi juu ya kile kinachoitwa kudai fidia pamoja na magoli matatu na alama zao tatu kwa ajili ya kuweza kurudi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa sababu watakuwa wameweza kupewa alama zao. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni kuweza kuona namna gani ambavyo katika haya majibu ambayo yametolewa leo hii na kasi je yataweza kufanyiwa kazi kwa kile ambacho kilichoweza kuelezwa katika barua hiyo. Ni yapi hayo ambayo yamejili, utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linalozungumzwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Bana, sakata linazidi kuchukua sura mpya kila kukicha, na siku inavyozidi kwenda ndo linazidi kuweza kuwa kubwa zaidi, kwa sababu mpaka tunavyozungumza wakati huu klabu ya soka Young Africans wapo juu ya msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa na alama zao 70, huku wakiwa wamesalia michezo mitatu ambayo itaweza kuwafikisha kutimiza idadi ya alama 73 mkononi, ambazo wenyewe wanasema kwamba alama hizo zitawafanya wao kuweza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Katika michezo ambayo iliyosalia hiyo, Young Africans wameutoa mchezo ule ambao ni wa dabi ya Kariakoo. Hii ni dhamira ya kwamba Young Africans wako serious kabisa, hawahitaji kucheza mchezo huo, ambako katika kile kilichoweza kupelekwa katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi ilikuwa ni pamoja na kuweza kudai fidia na pamoja na magoli matatu, ambapo nafahamu ya kwamba klabu ya Young Africans wenyewe waliweza kuambia TFF TPLB kwa barua, sio maneno wala si stories za vijiweni, barua ambayo iliweza kutolewa na Young Africans ikisema kwamba wenyewe tayari mchezo huo walishaucheza, hivyo basi hawahitaji kucheza mchezo mwingine tena. Kasi ambacho wanachokwenda kukishughulikia ni kuweza kudai haki yao, ambapo kikatiba ama kikanuni inaelezwa kwamba mtu anayekimbia mechi ni adhabu gani ambayo angeweza kupewa. Na klabu ya soka ya Young Africans wao wanasema kwamba bodi ya ligi uendeshaji wake hujakaa sawa, yani ni kama vile kuna nafasi za upendeleo ambazo huwa zinatolewa kwa baadhi ya timu, ambapo Young Africans wanasema kwamba bodi hiyo ivunjwe, viongozi wapishe, pengine waangalie namna kuweza kuweka viongozi wengine tofauti na kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo ukiweza kuangalia kile kilichoweza kuzungumzwa na rais wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, utaweza kugundua ya kwamba hapa
kuna shida ambayo pengine inakuja katika mchezo wa dabi, ambapo kwa siku ya jana klabu ya soka Young Africans ambapo walikuwa ugenini wakiweza kualikwa na Fountain Gate kule Tanzanite kwa raha, unakuzungumzia mkoani Manyara, ambapo klabu ya soka Young Africans walishinda kwa magoli 4-0 mbele ya Fountain Gate. Sasa rais wa Young Africans alikuwepo katika mchezo huo, na kazi ndio ikaanza kuanzia hapo mara baada ya kauli yake ambayo aliweza kuitoa. Rais wa klabu ya Yanga ametoa ishara kwa mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kuwa baada ya kumalizana na Fountain Gate, sasa wamebakiza mechi 3 za kumaliza msimu huu wa NBC. Ishara hiyo ameitoa akiwa na baadhi ya wanachama wa klabu hiyo, Mwalimu Yanga, Godi Yanga, ambao walimuuliza swali kuwa zimesalia mechi ngapi. Akaonyesha kwa ishara ya mkono wake akihesabu 1, 2, 3. Mechi hizo ni zidi ya Dodoma Jiji, Namungo na Tanzania Prison, na kwa tafsiri hiyo mchezo wa dabi haupo katika hesabu zao. Swali ni je, iwapo Yanga hadi sasa wanasimamia msimamo wao, ni ipi hatima ya bingwa msimu huu? Ni kwamba klabu ya soka ya Young Africans wenyewe hawatoweza kuruhusu kucheza mechi hiyo, basi bingwa hatapatikana vipi? Kwa hiyo unaona bana, mambo yanazidi kuwa ni mengi sana katika sakata hili, ukiweza kushuhudia kile ambacho kilichoweza kutokea. Lakini unaambiwa Fountain Gate baada ya kuweza kupokea kichapo cha mabao 4-0, unaambiwa wamepanga kufanya uchunguzi kwa kile kilichoweza kutokea kwa golikipa wao John Nobo mara baada ya kuweza kufungwa yale magoli mawili ambayo yalikuwa yakiudhembe kutokana na makosa yake, goli la kwanza na goli la pili, goli la Clement Mzinze na goli la Stefano Aziziki. Sasa uongozi wa Fountain Gate ni kama vile una mashaka na klabu ya soka ya Young Africans kile kilichoweza kutokea. Unaona bana, unaambiwa leo kipa wetu amegawa ushindi kwa Yanga, yeye ni sababu ya sisi kufungwa. Kipa wetu amepeana na Yanga, siamini kwa uwezo wake alipaswa kutoa magoli ya namna ile, ila ndio mpira. Kwa sasa naangalia ya mbele yangu, ili la leo limeshapita. Mipango yangu ya leo imeenda vile nilivyotaka, isipokuwa John Nobo ambaye amepeana na Yanga ushindi. Nimesikitika sana kwa sababu kwa kipa kama yeye ni ajabu kuona nafungwa hayo magoli. Tumefungwa na tumekubali. Kwa sasa tunaangalia ya mbele ili kuangalia tunamaliza nafasi ya ngapi kwenye ligi. Roberto Matano, kocha wa Fountain Gate, ambaye pia alinukuliwa kwa yeye ni shabiki wa klabu ya Simba Sport Club, kama unakumbuka kile ambacho aliwahi kukisema. Unaona bana, kwa kile ambacho kimezungumzwa ni kama vile wanakwenda kufanya uchunguzi, pengine wanahisi labda pengine golikipa wao aliweza kushawishika kwa namna yeyote ile, pengine hawaamini katika makosa ambayo ameyafanya golikipa wao, na ndio maana kumaliza hata kipindi cha kwanza akatolewa nje kwa ajili ya kuweza kupisha nafasi yake, lakini haikuzuia kwamba kutokuendelea kufungwa, wakafungwa tena magoli mawili mengine kwa golikipa mwingine. Kwa hiyo ikafika idadi ya jumla mabao 4 ambayo yaliweza kuwapa ushindi wananchi Young Africans. Sasa kinachozungumzwa kwa sasa ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo, itakuwepo ama itakuwepo. Ndio maana kauli kama hiyo ya engineer ya kuhesabu mechi 3 inamaanisha ya kwamba kile kilichoweza kutokea ni kwamba Young Africans bado wapo katika msimamo wao na hawako tayari kubadilika kwa jambo lolote. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana